Kwa jina naitwa Aziza Abbas Mshana, ni mwenyekiti chama cha walimu Moshi vijijini ambayo iko Kilimanjaro, lakini pia ni mwakilishi wa wenye viti mkoa wa Kilimanjaro. Tuko leo hapa Dodoma katika mkutano mkuu wa 7 wa chama cha walimu Tanzania, mkutano ambao unatukushanisha wawakilishi kutoka kila mkoa. Kwa hiyo ni Tanzania nzima. Tunajadili mambo yetu, tunajua maendeleo yetu, lakini pia tunaona hatua tulizofikia. Tunajadili changamoto zetu na jinsi ya kuzitatua. Ni chama ambacho kwa kweli kinamhusu mwalimu moja kwa moja. Kuanzia sisi viongozi ambao tunawakilisha walimu kutoka halmashauri zetu, na tunazibeba changamoto zao na kuzileta katika mkutano huu, tujadili na tuweze kujua jinsi ya kuzitatua. Lakini jambo la pili, kwa mwaka huu 2025 tuna uchaguzi wa ngazi ya, tulianza tangu ngazi za matawi na mpaka sasa hivi tuko ngazi ya kitaifa. Namshukuru Mungu, ngazi ya wilaya nilishinda na ngazi ya mkoa, na kwa sasa hivi nagombea ngazi ya taifa kama makamu wa rais. Lengo langu ni kuona chama bora, chama imara, chama ambacho kitaenda kumsaidia mwalimu, kuanzia mwalimu wa darasani, kwa umoja wetu, mshikamano wetu na jinsi ya kufanya kazi kwa ajili ya kutoa elimu bora Tanzania. Mama Samia amefanya mambo makubwa sana, ambaye ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hivi hatuna shida ya madarasa, ameajiri walimu wengi, ametuongeza mishahara, lakini pia hata maeneo yetu ya kazi yanapendeza. Hii ni nchi ambayo tunajivunia kuwa nayo, na tunajivunia na kuwa na rais kama huyu kwa mambo anayoyafanya. Walimu wa Tanzania tuko kifua mbele kwa sababu ya mambo yake, na sisi tunamwahidi tuko pamoja na yeye, na katika uchaguzi wa mwaka 2025 amini walimu wa Tanzania wako pamoja na yeye, tunamsapoti kwa 100%. Kwani yeye amekuwa mama, amekuwa rais, amekuwa mshauri, lakini amejali zaidi walimu ambao anaamini ni walezi wa kizazi cha Tanzania. Kwanza sifa moja hapo uwe mwalimu, lakini pia kama sisi tunaangalia pia huyu ni mwalimu, lakini ana ukomavu kiasi gani katika chama. Ana uwezo kiasi gani wa ushawishi kwa walimu, lakini ushawishi kwa serikali, kwa sababu chama cha walimu pia kina hoja zake. Anawezaje kubalansisha kati ya chama cha walimu na serikali? Ni mtiifu kiasi gani kati ya chama cha walimu na serikali? Anawezaje kuwa kiunganishi kati ya walimu na serikali? Hivyo sisi kama walimu tutaangalia hizo hoja, kwa sababu sisi tuko chini ya serikali, lakini sisi tunabeba maono ya serikali. Sisi tunalea wanafunzi wa Tanzania ambao tunategemea wao wazalendo baadaye. Kwa hiyo tunatamani kupata rais ambaye atakuwa ni kiunganishi kati ya walimu na serikali, na atakuwa ni mtu ambaye ana maono makubwa kati ya walimu na serikali. Kwa kuwa tunatoka katika kila wilaya na kila mkoa, kubwa tunakusanyaga changamoto tunazozipata, lakini pia mafanikio, lakini kupeana ushauri, kupeana uzoefu sehemu tulizotoka, kwa sababu sisi wote ni walimu, na katika kulea wanafunzi wetu lazima kuna mambo ambayo tunayaona kutoka sehemu zetu za kazi. Kwa hiyo ni agenda ambayo huwa mara nyingi tunapenda kuizungumza, ili wote tunapotoka hapa tutoke na kauli moja, ni jinsi gani tunapotoka hapa tunaenda kuifanya elimu ya Tanzania iwe bora zaidi. Jambo la mwisho katika mkutano huu, kwa walimu wenzangu, twende tukafanye kazi vizuri katika sehemu zetu za kazi, kwa sababu tunasema wajibu na haki. Tutimize wajibu wetu ili tupate hiyo haki. Lakini kwa serikali, tunaiomba serikali yetu tukufu ya Mama Dr. Samia Suluhu Hassan ituangalie walimu, kwa sababu tuna mzigo mkubwa, tuna kazi kubwa tunayoifanya, hatuna overtime, hatuna weekend sisi. Kwa hiyo aangalie kwa jicho la pekee walimu wa Tanzania. Ualimu ni kazi nzito, ni kazi ya kujitolea. Mshahara upo na tunautumia vizuri, lakini hata tunapomuona mama akizungumza kwamba walimu wa Tanzania na wapenda sana, sisi kwetu ni faraja kubwa sana. Tunakushukuru kwa mshahara, tunaenda kufanyia kazi, na tuko pamoja na rais wetu wa Tanzania, na neno la mwisho tunamwambia tunampenda sana. Mimi kwa majina naitwa Mwalimu Shabani Yusufu, nikitokea Mtwara. Nipo jijini Dodoma kwa ajili ya mkutano mkuu wa chama cha walimu Tanzania, mkutano ambao kwamba unafanyika leo
na kesho kwa ajili ya uchaguzi tarehe 9 mwezi wa 6. Kwanza niwape pole wale ambao kwamba hawapo katika chama cha walimu, kwa sababu siku zote tunasema umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Kwa umati huu uliokuwepo hapa, mkusanyiko huu uliokuwepo hapa ni takriban walimu 1029, kwa maana uwakilishi wa kila mkoa, kila wilaya Tanzania hii. Hii tafsiri yake ni nini? Kwamba walipo wengi ndipo kwenye maendeleo, na tumeona leo mkutano mkuu umesha funguliwa rasmi na mgeni rasmi naibu waziri mkuu Mheshimiwa Doto Biteko. Tafsiri yake kwamba hata serikali wanaamini yale ambayo kwamba yanaendelea kwenye chama cha walimu. Chama cha walimu kwanza kinaendeshwa kwa katiba na kanuni, na ndio maana tunasema tupo katika uchaguzi mkuu au mkutano mkuu ambao kwamba ndani yake kutakuwa na uchaguzi. Na kwa upande wa wagombea, kama ilivyo katiba yetu inaeleza kwamba kila baada ya miaka 5 uchaguzi unafanyika, na inapofika muda taarifa zinatolewa kwenye vyombo mbalimbali, wenye kukidhi vigezo na wenye kuthubutu wanagombea. Kwa mfano mimi mwenyewe ni mgombea katika nafasi ya udhamini wa chama cha walimu, nafasi ambayo kwamba wanatakiwa watu 3. Kwa hiyo utaratibu unakuwa wazi, kila mwalimu mwenye kukizi vigezo au aliyokizi vigezo, na kukizi vigezo lazima uwe unachangia 2%, uwe umejaza fomu kwa kuzingatia muda uliowekwa. Asante. Mabadiliko kwanza ni makubwa, mabadiliko ni makubwa sana. Tumeona hata nyinyi watu wa habari mko wengi sana, mnaripoti matukio live. Hivi vitu 95, 2005 havikuwepo. Maendeleo ya sayansi na teknolojia yametufikisha hapa tulipofikia, na ndio maana hata mkutano uko live na hata taarifa zake ni za wazi. Ni tofauti na miaka ya zamani. Unaweza ukapata taarifa huyu ndio amekuwa kiongozi wa nafasi fulani, taarifa unapata dakika za mwisho, lakini sasa hivi mchakato unapoanzia hadi unapoishia kila mmoja anafahamu. Maneno yangu kwamba kwanza wajumbe wa mkutano mkuu ndio wenye dhamana ya kuamua kwamba chama inabidi kiende wapi, kiweje. Nafasi waliokuwa nayo leo ndio nafasi adhimu na ndio sehemu sahihi ya kufanya maamuzi kwa ajili ya miaka 5 inayokuja. Leo walimu wote nchini wana wawakilishi wao hapa Dodoma, na wawakilishi wao ndio ni jukumu la kwenda kuchagua. Kwa hivyo wagombea ni wengi, kila mgombea amejinadi kwa namna yeye alivyoona, lakini waamuzi wapiga kura wamefuatilia sera za watu, wamewafuatilia watu kwa undani wake, wamekuja kutambua mtu gani ni sahihi. Na naamini kesho panapo majaliwa uchaguzi utakuwa umepita na rais atakuwa amepatikana. Kwa namna ambavyo kwamba mambo yanavyoenda, uchaguzi au mkutano ulivyoandaliwa, chama cha walimu kinaenda kupata rais anayehitajika